Hello, habari. Majina naitwa Asheli Mahenge, ni daktari. Siku ya leo tutaenda kuzungumza au kujifunza kwa nini ujinga ndio chanzo cha kusababisha, kwa nini ujinga ndio chanzo cha umaskini, kwa nini ujinga ndio chanzo cha ukiwa, na kwa nini ujinga ndio chanzo cha giza katika maisha ya mtu, katika familia na katika jamii. Kwa hiyo tunasema ujinga unaweza kuwa chanzo kikubwa sana cha umaskini. Ujinga unaweza ukawa ni chanzo kikubwa sana cha ukiwa. Pia ujinga unaweza ukawa ni chanzo kikubwa sana cha kuleta giza katika jamii, kuleta giza katika maisha ya mtu na kuleta giza katika familia ya mtu. Na kitu adui wa kwanza wa mwanadamu sio magonjwa. Adui wa kwanza wa mwanadamu sio maskini. Adui wa kwanza wa mwanadamu ni ujinga. Ujinga ndio sababu ya matatizo yote ambayo tunayaona katika jamii yetu au katika maisha yetu. Ndio maana Mungu alisema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kinaangamiza maisha ya watu, kinaangamiza namna watu wanavyohusiana, kinachoangamiza taifa, kinachoangamiza familia, kinachoangamiza watoto, si shetani bali ni ukosefu wa maarifa. Kwa nini ukosefu wa maarifa ni chanzo cha vitu vyote ambavyo ni chanzo cha matatizo, ni chanzo cha changamoto, ni chanzo cha vikwazo ambavyo tunakutana navyo katika maisha? Kwa nini ujinga ni chanzo cha hivi vitu? Ukisoma asili ya mwanadamu kwa ukaribu sana, utakuja kugundua ya kwamba mwanadamu ni mtawala. Mwanadamu ni mtawala na anatawala maisha au anatawala mifumo ya maisha kupitia maarifa. Kwa hiyo mwanadamu anapokosa maarifa, manake mazingira au vitu vilivyopo kwenye mazingira vinaanza kumtawala. Kwa hiyo unavyoona changamoto zinatawala mwanadamu, ujinga unamtawala mwanadamu kwa sababu amekosa maarifa. Na ujinga unapomtawala mwanadamu ndio unaleta maangamizi kwenye maisha ya mwanadamu, unaleta maangamizi ya mwanadamu kiroho, kisaikolojia na kimwili. Kwa mfano ujinga wa kiakili, ujinga wa kihisia. Ujinga wa kihisia unaweza kufanya ushindwe kucontrol hisia zako, kwa ukashindwa kuhusiana na watu vizuri, ukashindwa kujenga mahusiano yako vizuri na watu. Na kumbuka, wewe ni mtu kwa sababu ya watu ambao wanakuzunguka. Hii ni falsafa ya Kiafrika ambayo imekuwa maarufu sana. Kwa hiyo ujinga kuhusiana na namna kuendesha hisia zako, namna kudhibiti hisia zako, ndio unaosababisha wewe ushindwe kuhusiana na watu. Ukishindwa kuhusiana na watu, manake utashindwa kupata vile vitu ambavyo viko kwa watu. Na kumbuka, sisi wanadamu tuliumbwa, tulitengenezwa ili tuweze kushirikiana, tuwe kitu kimoja na watu ambao wanatuzunguka. Kwa hiyo unapokosa maarifa ya kuhusiana na watu, manake tayari unasababisha changamoto, unasababisha matatizo katika maisha yako. Kwa mfano, chukulia labda mfanya biashara, ana biashara na kutokana na kukosa maarifa au kutokana na kukosa maarifa ya maadili namna kuendesha biashara, kwa mtu anaanza kuuza vitu ambavyo ni fake au anafanya aina yoyote tu ya udanganyifu. Kwa hiyo wateja wake wakijua, manake tayari wateja wanapoteza imani kuhusiana na biashara yake. Kwa kitu ambacho kimeenda kuwa biashara yake ni kwa sababu ya ukosefu wa maarifa ya maadili namna kuendesha biashara. Kwa maarifa yako ya aina nyingi. Kuna maarifa ya adili, kuna maarifa yanayohusiana na mazingira, kuna maarifa yanayohusiana na akili ya mwanadamu, kuna maarifa ambayo yanahusiana na
ukuaji wa akili ya mwanadamu. Pia kuna maarifa ambayo yanahusiana na namna ya kukuza au namna ya kukuza akili au ufahamu wa akili ya mwanadamu. Kwa mtu anapokosa haya maarifa, manake anaiweka katika hatari ya kutawaliwa na mazingira, ya kutawaliwa na changamoto, ya kutawaliwa na shida ambazo zipo kwenye mazingira yake ambayo yanamzunguka. Kwa hiyo ukosefu wa maarifa ndio tunaoitwa ujinga. Kwa hiyo ujinga ni hatari sana katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu unamuondolea ile asili ya mwanadamu kuweza kutawala na kuyamiliki mazingira kama Mungu alivyokusudia. Mungu alikusudia tuweze kutawala hii dunia, tuweze kumiliki dunia, lakini kupitia maarifa. Na ukisoma pale mwanzo kabisa umeeleza asili ya mwanadamu ni nini. Asili yetu ni Mungu. Kwa hiyo ukitaka ujue namna wewe unavyofanya kazi, ukitaka ujue namna wewe unavyotakiwa uishi, lazima umsome Mungu, kwa sababu sisi ni sura, sisi ni asili, tumebeba asili ya Mungu ndani yetu. Kwa mfano ukisoma Mithali sura ya 3 mstari wa 19 pale inaelezea, inasema kwa hekima, kwa maarifa na kwa ufahamu Mungu aliumba dunia. Mungu aliumba ulimwengu. Kwa dunia na ulimwengu ambao tunauona huu uliumbwa na Mungu kupitia maarifa. Kwa hiyo na sisi ukiangalia vitu vyote ambavyo mwanadamu amevifanya, vyote vipo kwa sababu ya maarifa, kwa sababu ya ufahamu, kwa sababu ya hekima ambayo imetoka ndani ya akili ya mwanadamu. Kwa mwanadamu ni kopi ya Mungu. Kwa ukitaka ujue namna mwanadamu anapofanya kazi, inatakiwa umsome Mungu kwa karibu sana. Kwa hiyo asili yetu ni kutawala mazingira kupitia maarifa. Kwa usipokuwa na maarifa, maana yake huwezi kutawala kitu chochote katika dunia. Kwa mfano sisi madaktari tuna uwezo kutawala magonjwa yaliyopo ndani ya mwili wa mwanadamu, kwa sababu tuna maarifa ya ule ugonjwa. Pia tuna maarifa namna ya mwili wa mwanadamu ambavyo inatakiwa ufanye kazi. Kwa hiyo mgonjwa anapokuja kwetu, anapoeleza shida zake, labda shida inahusiana na mfumo wa hewa, au inahusiana na mfumo wa tumbo, au inahusiana na mfumo wa kupumua. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, tumefundishwa vitu vingi sana kuhusiana na hii mifumo, jinsi inavyofanya kazi, na ikitokea mifumo haifanyi kazi, tunajifunza pia ni kitu gani ambacho kinasababisha hii mifumo isifanye kazi. Kwa hiyo mgonjwa anapokuja, tuna uwezo wa kutambua shida au changamoto ambayo mgonjwa alionayo, na tuna uwezo wa kuitibu kwa sababu tuna maarifa ya kina kuhusiana na mwili wa mwanadamu unavyofanya kazi. Pia tuna maarifa ya kina kuhusiana na namna magonjwa yanapoingia ndani ya mwili wa mwanadamu na kusababisha dalili tofauti tofauti. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo. Ili utawale maisha, ili utawale ufahamu wa akili ya mtoto wako, ili utawale akili ya mtoto wako, lazima uwe na maarifa ya kina kuhusiana na akili ya mwanao. Lazima uwe na maarifa ya kina kuhusiana na mazingira. Mazingira tunayoishi ndiyo yanayotupa akili. Akili tulizo nazo ni matokeo ya mazingira ambayo tumo ndani yake. Kwa hiyo mazingira yanakuwa kama ni daraja ambalo linasafirisha ufahamu, linasafirisha mawazo, linasafirisha imani, linasafirisha fikra, linasafirisha dhana kutoka kwenye mazingira tunayozunguka kuja kwenye akili zetu. Kwa hiyo ili uweze kudhibiti akili yako, ili uweze kutawala akili yako, inatakiwa utawale mazingira ambayo yanakuzunguka. Kama unahitaji kufanya vitu fulani, au kama unahitaji kuwa na uelewa kitu fulani, kitu cha kwanza cha kufanya, inatakiwa utengeneze mazingira ambayo yanaendana na hicho kitu ambacho unataka ukifanya. Kwa mfano wewe ni mzazi, unataka mtoto wako aje kuwa na maisha yenye maana, maisha yenye umuhimu, na maisha yenye nafasi katika jamii. Kwa kitu cha kwanza ambacho inatakiwa ukifanye, inatakiwa umwekee msingi wa kuwa na maarifa, msingi wa kujifunza, msingi wa kusoma, ili awe na maarifa ya kutosha. Maarifa ndiyo yanayompa mtu maana katika maisha. Maisha yangu yana maana katika maisha kwa sababu nina maarifa ya daktari, injinia, mwanasheria. Maisha yake yana maana kwa sababu ana maarifa
ambayo yanahusiana na sheria. Kwa maarifa ndio yanayotupa maana katika maisha. Kwa hiyo ukitaka utoe maana maisha ya mtu, ukitaka uharibu maana ya maisha ya mtu, kitu cha kufanya ni rahisi tu, ni kumzuia asipate maarifa sahihi, ni kumzuia asipate maarifa kweli kuhusiana na yeye mwenyewe. Kwa hiyo unapozuia akili ya mtoto wako anapokuwa kwenye mazingira ambayo yanakuwa na maarifa ambayo hayana maana, yanakuwa na maarifa ambayo hayana msaada wote. Maana unatengeneza mazingira ya mtoto wako akili yake kujawa na maarifa, kujawa na mawazo, kujawa na ujuzi ambao hauna maana. Kwa mwisho wa siku atakuja kukua na maisha yake yatakuwa na maana, maisha yake yatakuwa na muhimu, maisha yake yatakuwa na nafasi, kwa sababu wewe mzazi ndio ulikuwa chanzo cha kuweka misingi ya maarifa, cha kuweka misingi ya ufahamu, misingi ya uelewa, misingi ya maarifa ndani ya akili yake, ambayo hiyo misingi ilikuwa na maarifa ambayo haina maana. Suppose mzazi una mtoto wako anacheza magea, mtoto wako yupo kwenye mazingira ambayo yaani ukiangalia taarifa au mawazo au fikra ambazo zinaingia kwenye akili yake kupitia mazingira yanayomzunguka, unakuta ni taarifa ambazo zinaenda kujenga mawazo ambayo hayana faida yoyote, hayana maana yoyote, hayana future, hayana baadaye yoyote ya mtoto wako. Kwa hiyo chanzo kikubwa cha kutengeneza maisha yasiyokuwa na maana inakuwa ni wewe sasa. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinasababisha ignorance, mzazi akikosa maarifa.